Klabu inashinda mechi yake dhidi ya Singida, lakini nyekundu zinawaandama, mchezi fair. Sio hatuchezi fair. Binafsi tukio la leo ni ukakasi tu wa waamuzi, kwa sababu lengo lake kwenda kucheza mpira, lakini mwisho wa siku amekosa kupata mpira, ameenda kumgusa kwenye kisigino, lakini haikuwa faulo ya kuhatarisha maisha ya mchezaji mwenzake. Kwa ilikuwa faulo ya kawaida, lakini kwa sababu wanaenda kujiridhisha kule, ameona niende nikatoe umeme, kwa sababu nisipotoa umeme inawezekana kitanikuta chochote. Kwa hiyo binafsi huu mfumo ni mzuri wa FVS, lakini watakuwa wautumie, sio kila tukio kwenda. Kwa hiyo mimi naamini binafsi huu mfumo usije kwa ajili ya kuwanyonga watu, uje kwa ajili ya kusaidia mpira wetu, kwa sababu nimeona baadhi ya mataifa wanahitaji kutumia mfumo, kwa sababu ndio si watu wa kwanza kutumia mfumo wa FVS. Kwa hiyo naamini ni mfumo mzuri ambao unaenda kutusaidia kwenye matukio mengi, lakini binafsi kwenye tukio la red card la leo, hapana, sijakubaliana nalo. Naenda kudhurika sasa. Mnandi, mabeki wote wa pembeni wamekula umeme, wawili kala Duchu, Nixon Kibabage majeruhi, lakini leo Anthony Mligo kala nyekundu. Mna mechi ngumu mbele hapa. Tuna mechi dhidi ya Coast, tunarejea hapa uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo naamini binafsi Simba Sports dirisha limefungwa, lakini mimi binafsi kama mwanachama inawezekana nikaenda kucheza ile nafasi ya upande wa kushoto. Nitaenda kucheza nafasi ya Mligo kwa sababu Kibabage majeraha. Mabeki wote tayari wako nje. Unategemea nani anaenda kucheza kwenye position? Mimi nitaenda kucheza ile nafasi ili na mimi nile umeme. Maana yake kitotokea sasa hivi kila mechi Simba atakuwa ale umeme, unaonekana kwamba wachezaji wake ni watovu wa nidhamu. Kwa tukio la leo kiliangalia mara mbili mara tatu, alikustahili red card. Unaligusa mpira? Hata kama hajagusa mpira, inategemea na hiyo faulu una hatari ya kiasi gani. Sio kila tukio la kwenda kutoa red card. Sawa? Tukio tumeliona la mechi ya Kagera Sugar dhidi ya Singida. Kule wapi? Bukoba. Mwamuzi Tatu Malogo kashindwa kutoa red card, mtu kapiga kiwiko. Lakini kamati ndio imeenda kuamua na kwenda kumwambia Tatu Malogo anapewa onyo. Yaani mchezaji kafungiwa mechi 3. Faini milioni 5, sasa hivi sio milioni 2, milioni 5. Lakini mwamuzi hata anapewa onyo. Wapi na wapi? Mwamuzi karibu mchezo, baki mwamuzi atakuwa aondolewe. Apige faini ya milioni 5 na yeye, lakini aondolewe kwenye ile sekta. Lakini mwamuzi hata ameenda kupewa onyo. Hii maana yake nini? Kwa maana yake kuna watu ambao wamepangiwa msimu huu ili waondolewe mchezoni mapema. Watu nani amepangiwa? Wapo ambao wamepangiwa kupata matokeo mapema wakatangaza ubingwa. Yaani mfumo wa FVS haukuja kwa ajili ya kusaidia mpira tu. Sio kwamba Yanga Afrika wanacheza kiufasaha. Wanacheza kiufasaha, kwani wao wamecheza na nani? Wao wamepata mechi gani ngumu ya kiushindani? Mechi zote walizocheza zote ni mabonanza. Ni ugumu wa mechi. Lakini sio tucheze faulu, ni faulu ya kawaida, sio ya red card. Kwani hao nyuma wiko kucheza faulu kwenye michezo yao miwili? Kwa mchezo ngao jamii wamecheza faulu kule? Au kuona tukio la Sharulile kwenye eneo la boxi hakupewa umeme na wala kupewa chochote na wala tukufaika na tuta, au sio? Mfumo huu umetumika ndio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo waamuzi watakuwa kauangalia mfumo, sio kuutumia kwa ajili ya kuumiza Simba. Haya mabeki wote sisi hawapo hapa pembeni, kinachotokea mimi lazima niende nikachukue ile position nikacheze. Mnandi, sio kwamba beki zenu bora dhaifu zinashindwa kucheza mpira kiufasaha. Sio kweli. Sisi tunaangalia mfumo wa VAR unatumika barani Ulaya, tumeona hata kwenye bara letu la Afrika kwenye hatua ya makundi kwenye Champions League huwa unatumika ule mfumo, lakini hautumiki sio kila tukio kwenda kuliamua red card. Tukio la kawaida sana ukiliangalia lile, sio la kwenda kutoa red card. Kwa maamuzi binafsi watakuwa wabadilike, sawa, wabadilike. Lakini pia Tatu Malogo tunataka tumsikie kafungiwa na kapigwa faini ya milioni 5 kwa sababu maamuzi ndio anaharibu mchezo, pia aondolewe kwenye waamuzi. Nyie ndio mlikuwa mnalalamika mnaonewa, pengine huu mfumo tulijua nyie ndio mtaupokea kwa mikono miwili, lakini nyie wana Simba bado mnaulaumu, ndio wa kwanza kulaumu mfumo. Mimi nauliza tukio dogo tu, mfumo umeweza kutumika kwenye ngao ya jamii New Amani Zanzibar, sawa. Tukio la Sharulile mliliona, Anthony Mligo kilitokea nini? Alipeleka mguu usoni, kila mtu kaona. Wanasema hawakuona pale Mligo aliingia mwenyewe. Sio kweli. Tukio lile lilomkuta Duchu zidi ya Kagera ndio tukio lile alilofanya Sharulile kwa nani? Kwa huyu nani? Kibabage wote tumeona, lakini mwisho wa siku no doubt tukio la leo likustahili red card. Ni usanii ambao unaanza kuletwa huku, mwamuzi anaharibu mechi, kamati ndio inaenda kuamua wakati mfumo wa FVS upo. Maana yake nini? Mwamuzi yule atakuwa aondolewe kwenye hatua ya waamuzi, lakini apigwe faini ya milioni 5 sababu ndo kaharibu ule mchezo. Baka istari kupewa umeme toka siku ile, lakini leo tunaona mwamuzi anakuja na matokeo yake mfukoni. Sasa mfumo maana yake hauwezi kwenda kutunufaisha kwenye ligi yetu. Kwa nini Simba kila siku mnalalamika, sio Yanga? Azam, Yanga hajaje kulalamikia mfumo toka uwanjani. Wao wazee hawaje kulalamika, wamekatalia wao magoli yao mangapi? Si matatu. Hizi tumeona magoli ya Sharulile mlete anamwambia mwamuzi akachungulie. Kwani leo tumefunga goli la offside, Simba waliforce wakachungulie? Hawa tukufunga. Alienda mwamuzi kwenda kuchungulia. Wao magoli mawili zidi ya Coast, mwamuzi kaenda kuchungulia. Huu mfumo umekuja kwa ajili ya kuwanufaisha baadhi ya watu, lakini sio kusaidia mpira wetu. Sasa inawezekana kila mechi mtu apate red card, ni uongo. Mchezo kwa ujumla ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo wa kushindani, lakini leo wachezaji wa Singida wamekuja kwa ajili ya kucheza rafu, kwa sababu wamekuja kwa mpango mkakati, kwa sababu wameahidiwa magari. Hasa walivyojua sije wameahidiwa na nani? Wapo kuna watu wamewaahidi magari, sasa wanaahidiaga hela wakaona haitoshi, waweke Toyota Crown ili wapate. Sasa leo yule mchezaji walitegemea kwamba atatufunga, mwisho wa siku anatoka anavuta jasho. Si huyo Black Lion? Katoka mweupe anavuja jasho. Hakuna hata goli la offside. Timu inamaliza mechi hata kona moja haijapiga. Sasa hiyo timu hiyo kikundi cha wauni tu. Singida kikundi cha wauni. Kikundi cha wauni tu. Singida imekuja kwenye ligi kwa ajili ya kumzoofisha Simba tu.
na ndio maana wakaona matokeo hakuna, bora watoe red card ili upande ule wa kushoto tu hatuna beki, ule mwingine kaumia tu hatuna beki kabisa. Ile sio foul ya red card. Ile foul ni nyepesi sana, sio red card. Nisikilize kwa makini. Kama mwamuzi angetaka kutenda haki, ile tukio la Elie Mpanzu angefunika tuta. Kama umefuatilia vizuri. FVS imekataa. Nisikilize, tukio la Elie Mpanzu ilikuwa na stahili kwenda kufunika tuta. Kachungulia akasema hapana. Lakini ile foul rahisi tu. Sawa, katoa red card. Maana yake nini? Mnandi, ukiachana na hayo, Libasa Geye assist ya 4 kwenye mechi 3 za ligi alizocheza. Ndio mchezaji mliokuwa mnamtaka na mnahisi kupitia yeye Simba itaonyesha ubora wake. No doubt. Libasa Geye ni mchezaji wa aina yake na ndio maana tuliona baada ya mchezo wa Ngao ya Jamii kuisha, tumemwona yule kiongozi wao anajifanya mafia, alafu anadaiwa madeni mpaka na watoto hapa nyumbani. Anazalilishwa sasa hivi. Alikuwa anaongea nayo yeye na Rushaini, maana yake anawahitaji, ikiwezekana dirisha dogo hawapati. Kama anataka kusajili kupitia Simba, aje akae na sisi, atoe hela tuwauzie. Kama tulivyokuwa hivi tunataka hela Sulemani Mwalimu. Wao wamemchukua kambini. Toeni hela ndipo wacheze. Ibrahim Dumbia bora ya jana kila siku. Ibrahim Dumbia ni mchezaji ambaye atakuwa kuzoea mazingira, muda ni bado kama alivyokuwa tu ndugu yetu Pacome ambaye sasa hivi kwenye majeraha. Pacome hakuika pale alivyoingia. Alijifua kwenye mchanga. Baada hapo Pacome tumemwona kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo naamini binafsi ni muda wa kujituma. Baada hapo atafanya vizuri. Kikubwa asisikilize makelele ya mashabiki hapo mbane uwanjani. Ile ni mwanzo mzuri au lakini kitu gani cha kusema? Mwanzo wake mzuri, lakini na maoni yangu kwa Elie Mpanzu kibisawala. Alifanya matukio hayo msimu uliopita, lakini msimu pia anataka kurejea tena na yale matukio. Elie Mpanzu anatakiwa kuacha uchoyo. Pamoja amepangwa kwenye force namba 9, atakuwa abadilike, acheze mpira kushirikiana na wenzake. Libasa ukiangalia tukio la goli la kwanza peka funga Chama. Libasa alikuwa anaweza kuingia na kufunga mwenyewe, lakini akatoa nafasi Chama aweze kufunga, lakini yeye kaingia kwenye box, ana nafasi ya kumpa mwenzake, lakini ka force kuingia akafunga mwenyewe. Mwisho wa siku kipa amekuja, ameshindwa kwenda kuscore. Kwa hiyo tunamuomba Elie Mpanzu abadilike. Aache uchoyo anapoingia kwenye 18 ya mpinzani, kwa sababu mechi nyingine ni ngumu. Inaweza kawa chance moja hiyo hiyo ukashindwa kuitumia, wenzako wakaitumia. Kwa hiyo naamini binafsi abadilike kwenye michezo inayokuja, kwa sababu Simba imejipanga kuchukua makombe yote ndani, lakini tumejipanga msimu huu kwenda kucheza finali ya Champions League. Kwenu ameendelea kuonesha ubabe na baadhi ya watu wanazungumza kwamba Chilamu anacheza namba gani? Kila kuzunguka. Kiwango chake umekonaje kwenye mchezo wa leo? Inaweza umeme kwa sababu sasa hivi kuna mpango mkakati. Mabeki wote kuwamaliza wakakaa mbao ndefu. Kwa hii kazi ambayo anaifanya Chilambo, maana yake na yeye mechi inayofuata atapigwa umeme kwa sababu kuna mpango mkakati. Kila tukio tu wachezaji wa Simba akapewa umeme waonekane ni watovu wa nidhamu, lakini sio kweli. Kama kweli ni watovu wa nidhamu, ni mipango mkakati imeandaliwa. Angalia hata mechi zetu 3 zote ni mechi ngumu, lakini wenzetu angalia wamepangiwa vitonga mpaka wanacheza mabonanza. Wewe mechi ya kwanza ya ligi watu kwenye bonanza. Hivi ingekuwa ngumu wangekaa pale KMC, maana yake wangeenda kule Ruangwa. Akiwa chajua mechi tunapata matokeo. Angalia mechi ya Costa. Costa wamekaa nyuma muda wote wasubiri kufungwa. Sio ubora. Hakuna ubora bwana. Wewe Costa umecheza mpira gani juzi? Kulikuwa na mechi pale. Umemoto yako umepata hasara. Lakini angalia mechi za Simba zote ni ngumu. Hakuna mechi nyepesi hata moja. Mechi zote zilikuwa ngumu na tumechukua alama 9 na nahakisha kwa mfumo huu wache leo kutupa red card, lakini mwisho wa siku sisi mashabiki tutachukua nafasi, tutaenda kucheza na Simba atakuwa mabingwa.